Bwana, karibu mtazamaji wetu wa Bigana TV. Niko sambamba na semaji anajiita Komando wa Simba Sports Club. Hapa tuzungumze mara tu baada ya kufika Eswatini, na sasa hivi kikosi cha Simba Sports Club tayari kimeanza mazoezi ya kwanza kuelekea mchezo wao dhidi ya Nsingizini tarehe 19. Semaji kwema? Kwema. Mbona kama una furaha? Nimeona umenunua nguo mpya za safari. Nguo mpya hizi semaji? Uzifahamu. Safari ina mipango yake. Unachekesha watu, angalia huko. Umejipanga? Bwana, asante. Umependeza. Wewe una baya. Tuambie bwana, tumeshuhudia kikosi hapa kimeanza na mazoezi, lakini pia tueleze safari ili kuwaje kutoka Dar es Salaam, Johannesburg mpaka Eswatini. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika salama. Safari ndefu ya masaa 12, lakini hatimaye tumefika salama. Safari ilianzia Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Johannesburg, baadaye kutoka Johannesburg mpaka Eswatini. Tukafika hapa majira ya saa 3 usiku sawa na saa 4 kwa saa za nyumbani Tanzania. Moja kwa moja tukaelekea hotelini, vijana wakapata muda wa kupumzika. Na asubuhi ya leo tumemkia katika uwanja wa Samukhololo kwa ajili ya kuanza maandalizi kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Nsingizini. Ni jambo la faraja kuona tumepata nafasi ya kufanya mazoezi katika uwanja wa mechi husika. Tutafanya mazoezi leo, tutafanya mazoezi na kesho. Kwa hiyo tutakuwa tumeuzoea walau uwanja kwa 80%, na hii itatupa sisi nafasi ya kufanya vizuri katika mchezo wetu dhidi ya wapinzani wetu. Tumeshuhudia hapa mwalimu kwa mara ya kwanza anaanza rasmi kazi yake ile ambayo imemleta, tukiachana na michezo ya kirafiki. Mwalimu anafanya mipango yake vizuri ya kuandaa vijana wake, na of course vijana wanapokea kile ambacho mwalimu anawaelekeza. Kumekuwa na mapokezi mazuri kwa wachezaji kwenye yale ambayo mwalimu anawafundisha. Na of course amepata muda walau wa takriban wiki 2 wa kukaa sawa na vijana wake kuelekeza nini anataka, mpira wa aina gani anataka, anawaelekeza kile ambacho anakihitaji. Na uzuri ni kwamba tuna wachezaji ambao wanaita yani ile wepesi kupokea vitu vipya. Kwa hiyo imemsaidia mwalimu kuweza kupandikiza mbegu zake za kiufundi hapo, na mambo yanakwenda vizuri kusema kweli. Na zoezi la back pass linaendeleaje upande kwa wachezaji? Mwalimu yeye amesisitiza, yeye anataka mpira wa mbele kwa mbele. Anataka mtu akichukua mpira na kwenda mbele, na mnaweza kwenda mbele kwa kupigiana pasi fupi mkafika, ama mkiona ngome inakuwa ngumu na unapiga ndefu kidogo, mnaondoka hivyo. Kwa hiyo mwalimu kuna wakati anataka na switch, inahama mali huku inakwenda huku. Kwa hiyo ni kwanza lazima utambue kwamba huyu ni modern coach, ni mwalimu wa kileo sana, ni mwalimu wa kisasa, ni mwalimu wa mwaka huu na mwaka wa mbele, ni mwalimu ambaye anajua kitu gani ambacho anakifanya. Na ana mpira wa aina yote yeye. Ana mpira wa nguvu, ana mpira wa kasi, ana mpira wa kukaba, ana mpira wa kushambulia. Ni mwalimu ambaye anataka mchezaji awe na uwezo wa kucheza kwa dakika 90. Mwalimu anataka mchezaji awe na uwezo wa kukimbia. Anataka mtu akimbia akiwa na mpira, mtu akimbia asipokuwa na mpira. Na hali ya hewa hii vipi? Maana baridi. Baridi lipo, baridi lipo, namshukuru Mungu. Unamshukuru Mungu baridi lipo. Kwa nini? Hali hewa kama hii ni adimu sana, lakini baridi lipo kusema kweli, hasa majira ya asubuhi na usiku. Sina hakika sana na mchana, tunataka tuangalie ule muda wa mechi haswa hali ikoje, lakini kwa asubuhi baridi, ukungu, usiku baridi, ukungu. Kwa hiyo tunasubiri kuangalia mida ya saa 9 ile ambayo ndio muda wa mechi, tuone hali itakuwaje. Lakini yote kwa yote ni hali hewa nzuri ambayo mchezaji anaweza asichoke kwa haraka, mchezaji akacheza vizuri, na ni hali ya hewa ambayo inakusukuma, kwa sababu ukisimama hivi
unaganda. Kwa hiyo inakusukuma uendelee kucheza muda wote. Okay, sawa. Na wachezaji gani ambao watakosekana katika mchezo wa tarehe 19? Tunamkosa Musa Kamara Spiderman, ambaye ripoti ambayo imekuja kutoka kwenye timu yake taifa ya Guinea ni kwamba ana majeraha, kwa hiyo inabidi tunamsubiri arudi ili tumpatie matibabu. Musa Kamara aliumia katika mchezo dhidi ya Gaborone United, lakini jeraha lake halikuwa kubwa sana. Kwa hiyo madaktari baada ya kumpima wakampa muda wa kupumzika ili aweze kurecover. Kwa hiyo akakosa mchezo dhidi ya Namungo, na baada hapo tukaamini ya kwamba angekuwa ashakata sawa, akaitwa timu ya taifa, tukampa ruhusa. Baada ya kufika kule kufanya mazoezi akawa anasema anajisikia bado hayuko sawa sawa. Kwa hiyo taarifa kutoka timu ya taifa ya Guinea ikaja ni kwamba huyu mchezaji bado hayuko vizuri, kwa hiyo naweza mkamfanyia vipimo na matibabu. Kwa hiyo tunamsubiri arejee ili tuweze kumfanyia vipimo na baada yake tuanze kumpatia matibabu ili aweze kurejea vizuri. Kwa hiyo tutamkosa Musa Kamara, lakini tutamkosa vile vile Alassane Kante ambaye yeye siku moja baada ya mazoezi ya mwisho ama siku ya mazoezi ya mwisho alilalamika mguu, anasikia maumivu kwenye mguu. Kwa hiyo mwalimu akasema basi tumwache apumzike ili aweze kuja kumtumia effectively kwenye mechi yetu ya tarehe 26, mechi ya marudiano. Mohamed Bajaberi ameanza kurejea lakini bado hajakuwa kwenye utimamu wa kuweza kushiriki mechi zenye mikiki kama hii. Kwa hiyo bado anaendelea kufanya mazoezi peke yake, na wengine wote waliobaki wamebaki kwa sababu za kiufundi. Ndio. Na upande wa Yakubu Suleiman yuko tayari kwa mchezo huu ambao wa Tanzania na wana Simba wanaweka matumaini makubwa kwake? Yakubu alizaliwa kuwa tayari. Yaani siku ya kwanza Yakubu amezaliwa alikuwa yuko tayari kuidakia Simba Sports Club. Kwa hiyo hilo wala halina mashaka hata kidogo. Ni goalkeeper ambaye tayari kwanza ameshacheza